3 na mstari wake wa 21 na 22. Na ninashukuru Bwana sana kwa sababu mtumishi wa Mungu Apostle Thiel mambo mengi ameyasema leo. Nilikuwa nimeyapangia kuyasema na unaona Roho Mtakatifu hivyo ndivyo anasaidia watu kufanya. Bwana asifiwe sana. You can set the camera now. Kuna light kidogo sana. Is it okay? All right. In Luke chapter 3 and verse number 21, this is what the Bible says. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened. Can you hear that? Sitaki tuwe wazembe kusema amina. Kwa sababu saa zingine inachokesha mtu anayewaongoza ikiwa kama kwamba anajiongelesha. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened. Amen. And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my son whom I love, with you I'm well pleased." Amen. Nataka tuone haya maneno, uone ya kwamba Yesu wakati Yohana alikuwa anabatiza, this is under the genealogy, the baptism and genealogy of Jesus, that as he was praying, as you pray, heaven opens. That is the caption. So that msione kama maombi ni kupiga mdomo. Nataka uone maombi na umuhimu wake. As Jesus was praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended on him. Nataka uone mambo haya matatu vile inafuatana. Wakati unaomba, mbingu linafunguka na Roho Mtakatifu anakujia. Mbingu likifunguka, ujue ni baraka zimekufungukia na Roho Mtakatifu anakuwa juu yako na Mungu ananena kuhusu wewe. Jina la Bwana na litukuzwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuombe. Nataka tuone neno kuhusu maombi ya Yesu. Praying prayers of Jesus. Because we want a prayerful church. Nataka wale wako na FB, unaweza kuona ukinifuata leo nilikuwa nimeongea na kila mtu asubuhi ya leo. Na nilikuwa nimesema hivi katika asubuhi ya leo. Nataka uone ukifungua katika FB yako, unaweza kuona kitu nilikuwa nimeongea siku hii ya leo. Na unaweza kusoma pamoja na mimi ili uone I had written something about Bible and life application. This is what I said this morning. Prayer is such hard work that we need divine assistance. Without a divine intercessor in us, the Holy Spirit, and a divine intercessor for us, Jesus Christ, we could not pray effectively. Are we prayer warriors in this battle we face now? This lesson also gives us the guarantee that even the worst of calamities has its limits. God is sovereign. Even when it doesn't seem like it, everything is under control. God's control.
Are we living as victors? Those who oppose God in the tribulation will feel the brunt of his wrath. No one is able to insult and withstand God without paying a high price. That's equally true today. You have an opportunity to steer sinners to Christ and off the broad road that leads to destruction. Have you seized that opportunity? My main idea was to speak to people about a lesson on prayer. That kama tutaomba, kuna watu wawili tunahitaji. Number one, a divine intercessor, the Holy Spirit, and divine intercessor for us. Divine intercessor in us, the Holy Spirit, divine intercessor for us, Jesus Christ. Huwezi kuwa mwombezi bila Roho Mtakatifu na bila Yesu. Roho akiwa ndani yako ndiye anayekuwezesha kutamani maombi. Amen. Maombi si maombi tu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakuwezesha kutamani maombi. Ukiona watu hawatamani maombi, watu hawana Roho Mtakatifu. Amen. Na watu hawana Roho Mtakatifu ni watu wa dini tu. Ni watu hoe hae, watu wa dini ni hoe hae. Ni watu waya kombo ngulai, watu hivi tu. Lakini watu waliokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu watatamani kuongea na Baba. Kwa sababu kuomba ni kuongea na Baba. Bwana asifiwe sana. Na wakati wewe hauongei na Baba yako, hamna uhusiano. Na uhusiano wetu na Baba ni Roho Mtakatifu. Jina la Bwana na litukuzwe. Na hivyo katika Luka 5:16 Yesu akasema hivi, maneno haya yakaandikwa kwa ajili ya Yesu. Hebu tuone mstari wa 15 na 16. Inasema, yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. A crowd came when a man with leprosy was healed. So news about a man with leprosy spread, and a crowds of people, the Bible says crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. Verse number 16 says, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. That is the message today. That we are supposed to withdraw to lonely places. Kila wakati unatoka kwa umati, unaingia katika chumba mahali penye upweke, utafute uso wa Bwana. Jina la Bwana na litukuzwe. Kuna mambo mawili matatu tunaweza kunena hapa. Jambo la kwanza ni ya kwamba Luke stresses more than the other gospel writers the place of prayer in the life and work of Jesus. Our brother Dr. Luke, he stressed so much about the place of prayer in the life and work of Jesus. When the Holy Spirit descended upon Jesus at the Jordan, he was praying. That is what we have read from Luke chapter 3 and verse number 21. He was praying. At the time he withdrew from the multitudes and prayed. In Luke chapter 5 verse 16. And he spent the night praying before choosing the 12 disciples. If you go to Luke chapter 6 and verse number 12, Luke 6, he says,
One of the days Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Praise be to God. Amen. You find that again and again, Jesus sought to be alone with his Father in prayer, setting us an example, especially at times of momentous decisions. Like in Luke chapter 5 verse 16, just about before he chose the 12, he had some time with the Father praying. His entire night of earnest prayer produced tremendous results. If you look at James chapter 5 verse 16, it speaks about praying so that miracles and wonders can be found as a result of prayer. Praise be to God. Amen. And following the night of prayer, Jesus chose the 12 disciples to become his apostles. Disciples to become apostles. You first begin by being a disciple. And in the school of Jesus, you become an apostle. Someone who can now be entrusted to do the work of ministry. Praise be to God. Amen. And you also find that he healed many who are sick. After prayer, you can heal so many that are sick. It's only after you have prayed. And he preached his most quoted sermon. If you look at Luke chapter 6 verse 20 to 49, you'll find the most quoted sermons about blessings and the rules. Like in verse 20, the Bible says, looking at his disciples, he says, "Blessed are you who are poor." The Beatitudes were preached after prayer. Praise be to God. It's only after prayer that you can tell people how to become the attitudes they are supposed to have, other than quarreling with them. May God help us. Jina la Bwana na litukuzwe. You also find that he was praying in private before he asked his disciples an important question. Let's go to Luke chapter 9 and verse number 18. Before he asked an important question, you can ask someone an important question after you have prayed. Praise be to God. In Luke chapter 9 and verse number 18, this is the question. Once when Jesus was praying in private and his disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say I am?" Who do the crowds say I am? You can only ask such an important question after prayer. Praise be to God. Amen. Yeah. Like I said on Sunday, muwe mkisikiza sauti ya madhabahu. Na tunaweza kuambia watu hivyo tu wakati tumetoka kwa maombi. Kwa sababu hapa watu wanaweza kufikiria tu ni meza ya kioo iko hapa. Lakini pametekwa kwa ajili ya kutoa sauti ya madhabahu ya Mungu. Na hapa hakuna siasa inaweza kufanyiwa wala maneno mengine hapa. Jina la Bwana na litukuzwe. Yesu alijua hawezi kuwauliza watu, nyinyi mnasikia mataifa kule chini huko nje wanasema mimi ni nani? Hangewauliza kama hajawaombea. When you are asking an important question, you need to pray. Because watu wengine can misinterpret and other people can misunderstand. May God help us. Amen.
Look at this. At his transfiguration in Luke chapter 9 verse 28, he climbed the mountain to pray. At his transfiguration, when Peter saw the three of them, when Peter and John were with Jesus, and he saw Elijah and Moses and Jesus together, he went to the mountain to pray. You don't go to the mountain to do other things. Go to places like, what do you call? In Naivasha? Heaven's Gate? Are there instructions? Yes. And how many instructions? Many instructions. Switch off your phone. Because there are guys who can go to Heaven's Gate to do other things, to chat with the people. There are strict instructions there. Switch off your phone. Instruction number 2 in the Heaven's Gate. Msionekana watu wawili mkibonga bonga. We have come for a business to speak to God. Si wakati wa kwenda kule kwa nyazi mkae chini watu wawili mbonge, mcheke, mgongane, high five. No. That is a place set ya kuomba Mungu. Na Yesu akajua in Luke chapter 9 and verse number 28, ndio uone maisha ya Yesu yalikuwa ya maombi. Inasema hivi, about 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up on top a mountain to pray. You see now, in the transfiguration, Jesus was transformed in the presence of 3 disciples. And they saw his heavenly glory as he really was, God in human flesh. They saw the glory themselves. They would not have seen the glory wakiwa pale chini. They saw the glory as it really was, as he really was, God in human form. Amen. Only in the mountain, onto the mountain for prayer, where you can face Jesus, where you can see Jesus face to face, as he really is. Not in your comfort zone. Praise be to God. Amen. And the experience of the transfiguration was, let me speak about 2 or 3 experiences. 1, an encouragement to Jesus as he faced death on the cross. It was a great encouragement to Jesus as he faced death on the cross. Praise be to God. Amen. And an announcement to the disciples that Jesus had to suffer on the cross. Remember, we have said the cross is a symbol of suffering, is a symbol of shame, is a symbol of ridicule, is a symbol of self-denial. Praise be to God. Amen. We are men of the cross. Praise be to God. Hebu tuone kitu kingine cha huyu Mungu. And he was praying just before he taught the disciples the Lord's Prayer. If you go to Luke chapter 11 verse 1. Luke chapter 11 verse 1. Kama sisi wafuasi wa Yesu, lazima ujikute ndani ya maombi. Luke chapter 11 verse 1. Hebu tusome na tuone Biblia inasema nini? Biblia inasema, on the day Jesus was praying in a certain place, when he finished, one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. In a certain place, Jesus was found praying. Amen, someone. Amen. Kwa hivyo,
Kuna wakati si lazima uchukue simu, kwa sababu unaweza kupigwa simu na wewe bado uko kwa maombi. Usikate maombi kwa sababu ya simu. Jesus was in a certain place praying. Unajua simu imekuwa mungu mwingine, ya kwamba unaweza kukata maombi upokee simu. Sio lazima you are not a telephone operator ili kwamba mtu akikupigia simu lazima uchukue. Take your time. Hallelujah. Fanya jambo la muhimu umalizie, then you can answer, kwa sababu saa zingine hata ni ya salamu tu. Mungu atusaidie sana. Jesus was in a certain place praying. When last were you in a certain place praying? Ili uombe kwa sababu una mzigo. Wakati tulipokuwa tukiomba hapa, ni karibu nisimamishe apostle akiomba, Baba tuondolee mizigo. Nilikuwa nimshike nimwambie hapana, Baba tumekuletea mzigo. Kwa sababu anasema nini? Leteni mzigo. Cast your burden unto Jesus, he will care for you. He will never care for anyone aliye na mzigo. Anasema leteni mzigo na mimi nitawashughulikia. Kwa hivyo mkiwa na mizigo hata washughulikia. It's as simple as that. Cast your burden unto Jesus. What will he do? He'll care for you. Once you have the burden with him, he won't care until you understand that he is a person wa kupewa nini? Mzigo. Tuliomba tuondolee, lakini ataondoa lini kama hatujaleta? Amen. Ataondoa huo mzigo. Baba niondolee mzigo. Na yeye anasema leteni mizigo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Pengine husumbuki na mzigo huo. Anasema nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo ya dhambi, nitawapumzisha. Pengine mzigo wako haujakusumbua. Ndio bado unao. Mungu atusaidie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu yuko pale anasema njooni, leteni mizigo yenu. Haleluya. Amen. Mizigo ya dhambi, mizigo ya ugonjwa, mizigo ya ufukara, mizigo sijui ya nini na ninino. Mungu atusaidie sana. Amen. Ya hii na hii. Ndugu alinipigia simu jana akaniambia sijisikii vizuri. Nikamwambia sikia vizuri. Na ukatae kutosikia vizuri. Na usikie hiyo sauti ukatae. Tuliambiwa tutasikia vibaya kwa sababu shetani ataleta ubaya, lakini sisi tukatae. Amen. Kwa sababu wewe sisi hapa tuliomba tukasema nimekataa. Leo asubuhi alikuja akaniambia I am whole. Nimekuja nikiwa whole. Tunamuona. Na sijui nini, kwani ulikula dada asubuhi ama ni unaona usiku? Hata tuko niliona amejaa sana. Jamaa amekaa vizuri kwa sababu alikataa. Amen. Kuletewa na shetani. Wanasiasa wanasema msiniletee, na sisi tunaambia shetani nini? Usituletee. Tumekataa. Jina la Bwana litukuzwe. Hebu tuone neno lingine hapa. In Gethsemane he prayed more earnestly. Tuende katika Luka 22 and verse number 24. Akiwa pale katika shamba la Gethsemane, mahali atakaposulubiwa. Biblia inasema nini? Luke 22 and verse number 24. Ndio tukikuita kwa maombi, jiunge na gari hilo. Bwana asifiwe sana. Luke 22 and verse number 24. Biblia inasema hivi, na tusome verse number 24. Also a dispute rose among them as to which of them was considered to be greatest. 22, verse 44. Verse 44. See 24, verse 44. 22, verse 44. Inasema hivi, verse 44. And being in anguish,
he prayed more earnestly. Amen. And his sweat was like drops of blood falling to the ground. Amen. You know, when you read from the Greek context about the drops, the sweat that drops as blood, as in the weight of the blood, that tells volumes. Ya kwamba in anguish, yeye ako na mashida sana, lakini mashida haikumletea complain. Mashida haikufanya asononeke kiasi ya kwamba hawezi kuomba. Aliomba zaidi mpaka tone la jasho likaanguka kama tone la damu. Unajua tone la damu likianguka chini linaweka hata alama kwa mchanga. Jina la Bwana na litukuzwe. Ya kwamba alizingatia, ingawa kuna kusononeka kwa ajili ya mateso yatakayomjia, yeye he still was focused. Yeye mwenyewe alitazama yule aliye na uwezo wa kumuondolea masononeko. Jina la Bwana na litukuzwe. Sijui ni shida za kiasi gani zinaweza kufanya usahau vile Mungu mahali thus far God has taken you. Ni chakula, ni ugonjwa. Jumapili tuliongea juu ya mambo mengi. Ni shida inaweza kufanya usahau this far God has taken me. Mungu atusaidie sana. Amen. Mwambie mwenzako usidanganyike. Na usiwe msahaulifu. Kwa sababu shetani anaweza kutuletea mambo ya kufanya tusahau ya kwamba hapa tumefika, umbali nimefika, nimeuona mkono wako, ndiposa ninasema wewe ndiye. Kumbuka huo wimbo sana wakati wa mateso, kwa sababu wakati huu shetani anataka tusahau, tuanze kulaumu Mungu. Kama vile wana wa Israeli walisahau, wakawa na ubishi hata na mtumishi wa Mungu Musa. Wakamwambia, hata ni afadhali ungetuacha huko, ulituleta hapa utuangamize. Huko tulikuwa tunakula malenge hata na vinofu vya nyama. Naye Musa akajua ako na wasaliti, kwa sababu Wayahudi hawangepata malenge, hawangepata vinofu vya nyama. Kumbe na watu wamekuja wamechanganyikana na wale watu wa Israeli, na kumbe hawa ni wakora. Watu wakora wanaweza kuleta manunguniko ya mambo yale mahali walipokuwa. Jina la Bwana na litukuzwe. Waanze kusema vinofu vya nyama. Mungu atusaidie sana. Lakini mtumishi wa Mungu akawaambia, aliwaambia nini? Be still. Mtulie na mtauona uwezo wa Bwana. Jina la Bwana na litukuzwe. Katika hali hiyo ya maombi, Luka 23 na mstari wa 34. Kwa sababu nilisema Luke is one of the writers, or the only writer, who stresses more than any other gospel writers the place of prayer in the life and work of Jesus. In chapter number 23, verse 34, on the cross he prayed for others. Hebu muone huyu Yesu, wakati ajapo kuwa msalabani, anawaombea hata watu wengine. Wakati umesulubishwa, ni wakati wako wa kulaumiana na kusema mambo. Lakini Yesu anatufundisha, wakati tuko katika hali ya kusulubishwa, ndipo tunao wakati wa kuwaombea wengine. In chapter 23 and verse number 34, Luke 23 and verse number 34, 23 and verse number 34,
My Bible reads, Jesus said, Father, forgive them. Why? For they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Imagine, this is the seventh last saying of Jesus. In all probability, verse number 34 is the first of the seven last saying of Jesus on the cross. After this, he said other things. And that the seven sayings were spoken in the following order. From 9 o'clock until noon, the word forgiveness, Father forgive them, is found here in verse number 34. Thereafter, the word of salvation. Today you will be with me in paradise. In verse number 43. The word of God. I want you to see how they follow. Forgiveness, salvation, and love. Dear woman, here is your son. Here is your mother. In John 19, verse 26 to 27. So the 3 hours of darkness, from noon until 3 o'clock, no words were reported. May God help us to understand the word of God. About 3 o'clock, there are also other things that Jesus said. 4, the word of spiritual suffering. He said, my God, why have you forsaken me? That is in Mark 15 and verse number 94. Then the word of physical suffering. I am thirsty. In John 19 verse 28. Then the words of triumph. It is finished. In John 19 verse 30. Then the word of committal. Father, into your hands I commit my spirit. In verse number 46. Praise be to God. Amen. So we are seeing Jesus with the 7 last saying when he had a lot of problems. Wakati alipokuwa na mashida sana ya kwamba angelaani mtu, hata wakati wanapogawanya nguo zake akiwaona, ndiposa alitoa maneno matamu ya kubariki. Na hii ilikuwa fundisho kwetu. Wakati wewe umesukumwa, wakati unasikia kama umefika mwisho, ni maneno gani yanatoka ndani yako? Kwa sababu kinywa huongea maneno yaliyo ndani ya moyo. Ukiona wakati unakasirika, ukagaruka, timarakara mazarulia maundu maria kwalia ni maria makoragwo ngoro-ini. Hakuna hasira zinaweza kufanya uongee kama umepotoka. Hakuna. Unaongea kwa sababu ulimi huongea yaliyo ndani ya moyo. Amen. Na yaliyoko ndani ya moyo wa Yesu wakati wa mwisho wa kusononeka aliongea maneno haya. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Jipime kwa uzani kama wewe ni mfuasi wa Yesu. Ni mambo gani wewe hutamka? Kama mlevi, nyoko ni amura huko na kwako. Like kama kuna mtu ana dispute kama ni si kwako. Unajua unaweza kuongea kama mtu mlevi tu. Mama yenu huambia mimi ndio baba yenu. Ni kama kuna baba mwingine amekuja. Etigara otueka, nawe moreu,
maundu mathi wiciria muno bene kugwatheria inakwirira atari itherũ nĩmwoeteirwo rĩrĩa etirwo bene kugwatheria ngoro ĩiyũire ruo akwĩrĩgĩrĩra nĩmwoete. Tumeitiwa uzima wa milele. Wewe wacha mchezo, ugwatelie, shikilia sana, utilie maanani huu mwito wa kwenda mbinguni. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Nataka uone katika Luka 20:4 na mstari wake wa 30. Kwa sababu tumesema and the last words he uttered before his death were a prayer. That is Luke chapter 23 verse 46. Now in chapter 24 verse 30, Luke also records that Jesus prayed after his resurrection. Hata baada ya kufa na kufufuka. Luke 24 verse 30. Baada ya kufufuka, yeye ni mtu wa maombi. Luke 24 verse 30 inasema hivi. Na nisome. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. That was a prayer. Akachukua mkate, akaumega, akaomba, akawapa. Yesu aliyefufuka, bado even after kufufuka, Yesu akaomba. Wacha sisi hatujakufa na ili tufufuke. Yeye even after muujiza ya kwamba aliyekufa siku 3 na amefufuka akaomba. Kuomba ni kuonyeshana kumtegemea yeye. Kuna wimbo tunaimba kumtegemea Yesu Mwokozi. Tukasema ni nini? Kumtegemea Mwokozi. Ni jambo la muhimu sana. Kumtegemea nani? Yesu Mwokozi. Jambo la biti. Maombi ni kuonyeshana ya kwamba mimi hupenda watoto wangu kwa sababu wanazoea kujiita dadi. Okay, ninajua the next thing kuna kitu anaomba. And the good thing, wako hapa. Sijawaambia kesho ni kama ninakuwa baby. Baba, amagana mbele. Dadi, uko na 2,000. That God has blessed me. Amen. I have a close relationship with my children. And God has provided for me that whenever they want, 500, 200, ninakuwa nazo. That is a lesson to all of us. Kwa sababu Mungu anawazoesha kunitegemea. Na mimi namtegemea yeye. Na yeye ni mpaji, anatupea. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati huu wa corona sijakuwa na pesa nyingi kwa mfuko wangu kama wakati huu wa corona. Wakati hakuna sadaka, wakati hakuna shule. So that I speak blessings. Amen. And we are given so that we may share. Amen. Praise be to God. Amen. Let's talk about this. In examining the life of Jesus in the other Gospels. Now we have moved from the book of Luke. Let's go to the other Gospels. We note that he prayed before
extending the invitation. In Matthew chapter 11, verse 25 to 28, it's where Apostle read. The Bible says, "Come to me, all you who are weary and burdened. Come, njooni nyote, njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo ya dhambi, nitawapumzisha." Verse 29 inasema, "Vaeni nira yangu, kwa sababu ni laini na ni nyepesi." Hiyo ndiyo wokovu. Hayo ndiyo maisha ya wokovu. Njooni nyote msumbukao. Kuna wengine wanaona kama hawasumbuki na kulemewa na mizigo ya dhambi. Wengine wanapenda hiyo mizigo ya dhambi, lakini kama inakulemea, Yesu anasema a great invitation, njooni muniletee, nitawapumzisha. Jina la Bwana litukuzwe. If I remember 1969, we were given a story by Pastor Marco Amache. Alikuwa akiendesha kagari Renault Roho. Akaenda huko Bungoma, akawa amepita kwenda petrol station, alafu aende. Akakutana na mama anayebeba mzigo kwa kichwa. Akaenda kwa fuel station, akafuel gari, akamkuta yule mama bado yuko safarini. Akasimamisha gari akamwambia alikuwa zime lift. Akasema sawa. Mama akaingia na mzigo wake na bado akakaa na mzigo wake. Wakaenda kama kilomita 2, mchungaji wakiongea juu ya mzigo. Mama haelewi. Pastor Marco Amache akasimamisha gari, akamwambia, kuona ya kwamba nimekubeba na bado umebeba mzigo, ni afadhali nikuache ubebe. Hauchoki kuwa na mzigo. Na mama akawa haelewi, akatoka na mzigo wake. Pengine ninaongea na wewe. Yesu anasema leta mzigo unaokulemea. Kama Farao alilemewa na mzigo wa kuwa na chura paka kwa kitanda yake, paka kwa kitchen, hakuwa amekunywa hata chai. Akamwendea Musa, akamwambia, omba Mungu wako hizi chura ziondoke. Naye Musa akamuuliza, unataka niombe lini? Akasema kesho. One more day with frogs. Kwa sababu hizo chura zilikuwa ni miungu ya wana wa Misri. Walikuwa wanasema chura kinakaa kama kitoto kijana akiwa ndani ya mimba, akiwa ndani ya tumbo la mama. Mtoto kijana anakaa kama chura. Kwa hivyo wana wa Misri hawangeua chura, kwa sababu chura zinamaanisha wamama watazaa watoto wengi vijana ili wawe na watu wa vita. Pengine mizigo hiyo ulio nayo, na Yesu anasema njoo na ulete, ni faida kwako. Ndio Yesu anasema njooni nyote msumbukao. Pengine haikusumbui. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana litukuzwe. Katika Yohana 11 na mstari wa 41 na 42, Yesu akaomba, he prayed at Lazarus' tomb. Wakati walipokuwa katika kaburi la Lazaro, Yesu akaomba. Hebu tuone maneno yale alitumia. John chapter 11 verse 41. Yesu alikuwa mtu wa kuomba. Sijui ni kwa nini wewe Mkristo uliye na uzembe wa kuomba. Wewe si mfuasi wa Kristo. Wafuasi lazima wawe waombezi. Amen. Wewe unaweza kuwa kama yule wa Misri. Walikuwa wanasema vinofu vya nyama. Mtu aliyefichwa ndani ya wafuasi ili atuletee complaints kila wakati. In John 11 verse 41 and 42.
So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I say this for the benefit of these people standing here, that they may believe that you sent me. Hata wakati mtu amekufa na yeye ana uwezo wa kufufua, kwa sababu anataka sifa na shukurani za kufufua zimrudie Bwana. The Bible says he looked up, akatazama mbinguni, akasema, Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe unisikia, lakini kwa sababu ya hawa, ili waamini wewe ulinituma, tenda jambo, tenda muujiza. Hata nami naomba ili nyinyi mjue nimetumwa na Mungu, atende muujiza. Yule aliye na tashwishi apate kujua kuna Mungu aliyetumana katika jiji hili la Thika. Jina la Bwana na litukuzwe. Hata mnaposikia ushuhuda wangu ya kwamba sijakosa kula nyama siku moja, I've never, until they complain. Leo tujinje kuku kwa sababu ya huyu mpaji. Amen. Ili waamini, si kanisa linanilisha, hata si shule inanilisha, ni Baba aliye mbinguni. Amen. Mwambie mwenzako, mpaji ni Mungu. Mpaji ni Mungu. Msaada wako unaweza kutoka kokote. Jina la Bwana na litukuzwe. Kuna kitu kingine nimalizie. And during the institution of the Lord's Supper, John 17. Katika Yohana 17 utaweza kuona ya kwamba Yesu aliomba. Jambo la kwanza alijiombea. Hebu tusome usikie. After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed. Looking towards heaven. Hata Waislamu wanaomba wakiangalia Meka. Naye mtumishi wa Mungu Danieli aliangalia Yerusalemu. Na sisi tunaangalia mbinguni. Jina la Bwana na litukuzwe. Akasema maneno haya, Father, the time has come, glorify your Son, so that your Son may glorify you. Amen. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Jina la Bwana na litukuzwe. Hata wakati ule alipokuwa akipeana meza ya Bwana, akaomba. Ni vizuri kushukuru Bwana hata wakati kuna nyama na machopochopo, wakati una vinofu, ni vizuri kusema ni asante kwa sababu umepokea. Jina la Bwana na litukuzwe. Ukitaka kujua juu ya maombi, kwa mfano Mathayo 14 na mstari wake wa 23. Ukitaka kujua maombi ya Yesu Kristo, Matthew 14:23, ili ujue ya kwamba wewe ni lazima uwe muombezi kama utakuwa mfuasi wa Yesu. In Matthew 14:23, while on earth, Jesus often sought time to be alone with God. Often.
Waingereza wakisikia often, mara nyingi, mara kwa mara, he thought ni yeye alitafuta muda wa kuwa na Mungu. Wewe tafuta muda wa kuwa na Mungu. Wimbo wetu wa Kikuyu unasema hivi: leo tuletie eduo yethaidangai mwene munoto ondo waliane kuigua na mbere ni kugwateria ngoro iyo ireruo na kwirigirira hatari itherũ nĩ muoyo weteirwo rĩrĩa wetirwo. Hena mweke wa gũturia ndu ũthaithe Ngai. Kuna nafasi hiyo ya utafute nafasi ya kupiga magoti ukiwa peke yako, utafute uso wa Bwana. Na katika Marko 1 na mstari wake wa 35 na Marko 6 na mstari wake wa 46, kama jinsi tulivyosoma Luka 5 na mstari wa 16 na Luka 6 na mstari wa 12 na Luka 9 na mstari wa 18 na Luka 22 na mstari wake wa 41 hadi 42 na Waebrania 5 na mstari wa 7, Yesu alikuwa akiomba. Time alone with God is essential to the spiritual well-being of every believer. Time alone with God is essential to the spiritual well-being of every believer. And the lack of desire for solitary prayer to God and communion with Him as the Heavenly Father is an unmistakable sign that your spiritual life or the spiritual life within us is a process of decline. When you lack that urge, that solitary place, when you lack to have communion, it tells your spiritual life is declining, downward spiral, not upward spiral. The arrow is downward spiral. Hivyo ndivyo mtu anakuwa na mwanguko wakati anastarehe, hana haja na kutafuta Mungu. Ni kuanguka, anaanguka. Mngoje. Mwenye starehe, mngoje. It will take long. Utaanza kusikia vituko za maneno na kuropoka na nini. Nyokole ndio the first thing, hata nyumbani tu utakula chakula, si ndio? Ni kama kuna vita. Yaani huwezi kuulizwa utakula chakula ujibu si ndio? Haikuli tepo. Sasa unaanza vita kwa sababu una mwanguko. Arumama ya mwanangu. Nyokole ndio Tunakuli tepo. Unawe kana kurongo omenyeli. Spiral arrow irole tena. Kawasha leo wacha tulikuwa na nyingine na huko. Maneno. Kwani umechelewa namna gani? Si useme ni jam ya gari ama ni kazi ilikuwa mingi. Kwani nilikuwa nataka nipite saa ngapi? Sasa hiyo upusi ni ya watu wale wanaanguka. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Niseme hivi, wapendwa, if this is happening, when you have a sign of the process of decline, if this is happening, we must turn from all that offends the Lord and renew our commitment to persevere in seeking God and His saving grace. If you have such a life,
Now turn from everything that offends the Lord and renew your commitment to Him. Kama kuna starehe za kulala bila kuomba, yokarara umetenda takobi nduge ota koe nuriani wina dhidi na ngima leo leo yule ta githima kia roho kiyuthitio ngima nduge ota koe iragai yuko mukatara wadani roho. Amen. Kanisa lilianzishwa na maombi. Kanisa litadumishwa na maombi. Amen. Kanisa litafikishwa na maombi. Amen. Simama tu. Amen.